Kama unaandika, tunaendelea na somo letu hilo tulilolianza Jumapili. Tumekuwa tukijifunza wiki nzima kuvunja roho za mipaka. Amen. Mipaka ya kiroho ni vizuizi visivyoonekana vinavyomzuia mtu asifikie malengo yake, asifikie lile kusudi alilolipanga yeye mwenyewe. Ngoja nitoe mfano. Mfano, wewe unatamani kufanya biashara. Kama kuna roho ya mpaka imekuwekea mpaka au kizuizi, ukikusanya mtaji, ukifikia kwenye kile kipindi ambacho shetani hataki uvuke hapo, unapata hasara. Ndio maana kuna watu anaweza akafungua biashara yake haikui, anakuwa anaenda kama amewekewa mpaka kwamba wewe hautavuka milioni moja. Akikaribia milioni moja, hasara inatokea. Hizo watu wanaweza wakaugua ghafla, inaweza ikatokea misiba, tatizo lazima litokee. Kwa roho za mipaka ni vizuizi, ni roho zinazoweka vizuizi kwenye mambo yako ili usifikie kwenye mafanikio ambayo Mungu amekupangia. Kuna familia zingine zimewekewa kizuizi kwenye ulimwengu wa roho, kuna mpaka kwamba wataolewa lakini ndoa zao hazitakuwa na amani. Wanaruhusiwa kuingia kwenye ndoa lakini amani hapana. Wengine hata kuolewa huko hakuruhusiwi kabisa. Kwa hiyo akijaribu, kama wana mahusiano tu ya kawaida na kijana, yanaenda vizuri, lakini akitaka yawe serious, yawe ndoa, inatokea changamoto. Kizuizi. Roho za mipaka huwa zinakuwekea kizuizi ili usiendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna familia zingine zimewekewa kizuizi kwenye elimu, kwamba akianza darasa la kwanza mpaka la 7 ni hakuna shida. Akisema anataka kwenda sekondari, tatizo linatokea. Kuna wengine hawaruhusiwi kuvuka sekondari. Kwa unakuta kaka aliishia form 2, dada akaishia form 3, labda una mdogo wako naye akaishia form 4. Hakuna aliyeendelea. Sio kwamba hawana uwezo wa kuendelea, uwezekano wa kuendelea upo, lakini huwa linatokea tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho za mipaka huwa zinakutengenezea tatizo ukitaka kufuata kile ambacho wamekizuia. Nani ananielewa? Amen. Ngoja tutoe mfano. Tutoe mfano gani? Mchapa hivi. Wewe simama hapa. Angalia hivi. Alafu na wewe nani? Unaweza simama hapa. Wewe unamzuia kwenda nje. Sawa? Akiwa huku, sogea kabisa pale mlangoni. Roho ya mipaka haifanyi vita na wewe ovyo ovyo. Inaanza vita pale utakapotaka kwenda kwenye kila ambacho Mungu amekupangia. Sasa huyu, hebu jaribu kwenda hivi. Jaribu kwenda hivi. Kama kula liko kawa hivi. Jaribu kwenda. Unaona, anavyokwenda kule hakuna shida. Unaweza ukarudi. Jaribu kwenda tena kama pale ulipokuwa umekaa. Anavyokwenda kule hakuna shida. Rudi tena. Sasa jaribu kutoka kwenda nje. Tufanye hivi. Pale nje, labda huyu ametoka kwenye familia iliyowekewa mpaka, hakuna kuvuka kwenye elimu. Nani ananielewa sasa? Amen. Hakuna kuvuka kwenye elimu. Sasa hapa huo mlango labda unamaanisha kidato cha 4 form 4. Sasa anataka aingie kidato cha 5 ambapo ni kule nje. Jaribu kwenda. Halafu akifika hapo unamzuia. Unamrudisha alikotoka. Unakuja naye. Jaribu kwenda tena. Haya, najaribu tena kurudia, labda atafute shule nyingine ya kurudia na rudisha tena. Nenda tena. Jaribu kabisa kujitahidi kama unataka kwenda hivi. Ng'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sio kama unanielewa? Amen. Umeelewa mfano huo? Akifanya mambo mengine yanafanikiwa, lakini akitaka kufanya kila ambacho Mungu amempangia, anashangaa tatizo linatokea lisilokuwa la kawaida. Ndio maana kuna familia zingine wakijaribu kufanya biashara ndogo ndogo zinaenda, wakijaribu ujenzi unashindikana kabisa. Yaani ile wanaanza kutunza pesa kwamba tunataka tutunze hii ya simenti na matofali, tatizo linatokea. Wakiacha kutunza hiyo pesa ya matofali, pesa inakuwepo na maisha yanaenda, ila wakisema kwamba tunataka tujenge, tatizo linatokea. Ngoja niwaambie jambo moja, ukimwona mtu amefanikiwa haimaanishi ana juhudi sana, ila ni neema ya Mungu imemfunika huyo mtu. Maana watu wanafanikiwa kwa namna mbili, aidha afanikishwe na Mungu au afanikishwe na shetani. Ni aidha na Mungu sana au ana shetani. Law za mipaka ni vizuizi vinavyokuzuia kupokea baraka za Mungu. Kuna watu wengine wanazuiwa hata kukua kiroho. Akipata mahali wanaabudu vizuri, unashangaa anaibuka maneno, anakazika mpaka hapa, wananisema, anarudi nyuma, anaacha na kwenda kanisani. Kumbe Mungu ameweka huduma ndani yake, anatakiwa hiyo huduma akae mbele za Mungu ikue na akamtumikie Mungu kule. Adui anakuwa anatengeneza makwazo. Akitaka kukua kiroho, makwazo yanatokea. Akitaka kukua kiroho, makwazo yanatokea. Kwa hiyo anaweza akawa mchanga siku zote, ana miaka 6 kwenye wokovu, anaanza kuombewa na mtu ambaye ana miaka 2 kwenye wokovu. Kuna mpaka kwenye ulimwengu wa roho amewekewa, hakuna kukua. Mtu mmoja alisomea kitabu cha Maombolezo, tumekuwa tukisoma sana Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 5 mpaka wa 8. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 5. Unasema? Soma kwa sauti. Amejenga boma juu yangu na kunizungusha uchungu na uchovu. Amejenga boma juu yangu, maanake hili boma limejengwa juu yake. Sio boma la kawaida, hili ni boma la kiroho. Boma ni kama ukuta, juu yake kuna ukuta. Amenikalisha penye giza kama watu waliokufa zamani. Amenizinga pande hata siwezi kutoka. Amenizinga pande zote hata siwezi kutoka. Ameufanya mnyororo wangu mzito. Ameufanya mnyororo wangu mzito. Naam, nikilia na kuomba msaada kuyapinga maombi yangu. Nikilia na kuomba msaada kuyapinga maombi yangu. Kuna mapepo kazi yake sio kupambana na wewe, yanapinga maombi unayoyaomba. Na ndio maana kuna waombaji wengi anaweza akaomba akaona kabisa kwenye ndoto Mungu amemjibu. Labda anaombea ndoa, anaona amefunga ndoa nzuri, tena wanatembea hapo kanisani, miaka inaanza kwenda, ndoto ile haitiliwi. Manake Mungu alijibu, lakini lile jibu linazuiwa. Nani ananielewa? Amen. Mungu alishajibu, lakini lile jibu linazuiwa. Unaomba kwamba Mungu, naomba unipe mtaji, unaota ndoto, unaona unafanya biashara ya nguo, tena una duka kubwa. Unapoanza kutunza mtaji, watoto wanaugua. Ukianza kutunza mtaji, unatokea msiba nyumbani. Unaanza kutunza mtaji, tatizo linatokea. Unaanza kutunza mtaji, unapoteza pesa kwenye mazingira ya kutatanisha. Roho ya mpaka kwa yenyewe inafanya kazi gani? Inafanya kazi ya kuzuia wewe kufika kule ambako Mungu amekupangia, ili ukate tamaa.
Unajua moyo wa mwanadamu huwa una mwisho wa kuona matukio mabaya. Akiona matukio mabaya siku zote, baada ya muda utamkuta alishakata tamaa. Hata kama akiwemo kanisani, anaweza hata akabadilisha hata maombi, anasema tena. Mwingine anaweza kukwambia kwamba Mungu hanipendi. Kwa nini anasema Mungu hampendi? Ni kwa sababu anaona wengine wakitendewa, yeye hatendewi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja anaitwa Danieli. Danieli aliingia kwenye maombi, anaombea taifa lao, anaombea taifa la Israeli. Mtu uliye na Biblia, fungua kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 na 13. Wakati anaingia kwenye maombi, Mungu akamjibu siku ile ya kwanza. Yaani ile anawaza tu kuanza kuomba, Mungu akamsikia na akamjibu. Lakini majibu yake yakachelewa mpaka siku 21. Nisomee hapo Danieli sura ile ya 10 mstari wa 12 mpaka 13. Unasema, ndipo akaniambia. Sasa malaika amekuja kumtokea Danieli siku ya 21 ya maombi. Usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Yaani siku ya kwanza ya maombi alipoanza kuomba Danieli alisikiwa. Nami nimekuja kwa taratibu mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maombi unayoyaombea, miaka inaenda, Mungu alisikia zamani. Mgeukia jirani yako, mwambie Mungu alishasikia na akaamua kukujibu. Mwambie tena, lakini jibu lako linazuiwa. Endelea kusoma sasa. Nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, mkuu wa ufalme wa Uajemi, hili ni pepo hii. Alinipiga siku 21. Alinipinga siku 21. Tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Manake malaika Gabrieli ametumwa kupeleka ujumbe. Siku ya kwanza ujumbe umezuiwa. Siku ya pili ujumbe umezuiwa. Siku ya tatu ujumbe umezuiwa. Siku ya 4 ujumbe umezuiwa. Unaonaje Danieli aliomba nusu saa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa unaelewa hili neno linalosema ombeni bila kukoma. Maana yake unaomba leo, kesho maombi yanaendelea, kesho kutwa maombi yanaendelea, mwezi ujao maombi yanaendelea, mwakani maombi yanaendelea. Usiache kuomba. Kuna roho huwa kazi yake ni kuzuia tu. Unaonaje Danieli angeomba nusu saa? Anasema Baba, katika jina la Yesu, amen. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho malaika anazuiwa. Sasa Danieli amekaa, yeye anasubiri jibu. Siku ya kwanza hakuna jibu, siku ya pili hakuna jibu, siku ya tatu hakuna jibu. Malaika anapigana vita kwenye ulimwengu wa roho, lakini jibu alipewa siku ya kwanza. Kuna roho imeweka mpaka kwamba majibu ya namna hii hayaruhusiwi. Nani ananielewa? Amen. Unaweza ukawa na mawazo makubwa ya kufanya vitu vikubwa vya kiuchumi, lakini umetoka kwenye familia iliyozuiwa kumiliki pesa nyingi. Utajaribu njia zako zote, zikionekana kama unaenda kwenda kupata kabisa faida, unapata hasara yake. Ukimkuta mtu amezeeka, hakuna alichokifanya, usifikirie hakujaribu. Alijaribu sana, lakini kilichokosekana ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitakuombea neema ya ajabu. Amen. Ajili ya kuvunja vizuizi kwenye maisha yako. Amen. Vizuizi kwa watoto wako. Vizuizi kwenye familia yako. Vizuizi kwenye ukoo wako. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Danieli anaomba siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka siku ya 21. Malaika mpaka akaamua kuomba msaada.
ikabidi aitwe malaika Mikaeli aje amsaidie Gabrieli, huyu alete jibu. Hebu endelea kusoma mpaka mstari wa 13. Mstari wa 13 tayari. 14. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho. Amekuja kumfahamisha, lakini ukiendelea sana kusoma anasema nitakapotoka kuna mkuu wa umedi anakuja. Maana yake vita inaendelea kwenye ulimwengu. Waombaji wengi wao wanaomba kidogo afu wanavunjika moyo. Maombi yanatakiwa kuendelea mpaka uone matokeo. Amen. Nielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine unaweza kuwa unaombea unataka amani kwenye ndoa yako, lakini mme aliyekuoa ukiangalia kaka yake ana ndoa haina amani, baba yake ana ndoa haina amani, mjomba wake ana ndoa haina amani, ndugu zake wana ndoa hazina amani. Wewe unafikiri ya kwako itapata amani hivi? Lazima hiki kizuizi kivunjwe kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Unaweza ukakuta mume wako anajitahidi, lakini kadri anapojitahidi anajikuta amekujibu vibaya. Kumbe kuna roho inazuia amani kwenye maisha yako. Anajitahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe bwana, mtumishi mmoja tuko naye, yeye ametoka kwenye familia ambapo huwa wanapiga wake zao. Baba yake ni mzee wa kanisa, lakini alikuwa na kiboko cha kupigia mke wake. Kanisani ni kiongozi mzuri sana, ila ndani ana viboko kabisa, viko kwenye kona na watoto wanajua hivi ni viboko vya kupigiwa mama. Soma, nielewa. Kwa nini huyo mzee anafanya hivyo? Huyo mzee naye aliiga kutoka kwa baba yake. Sasa tunafanya kazi na kijana aliyetoka kwenye familia hiyo. Sasa ni mtu mzima. Siku moja nilikuwa nafundisha wanandoa. Baadaye nikashuhudia tu kuzungumza na mke wake. Namwambia naona kuna tatizo kwenye familia yako. Sijaelewa ni tatizo gani, lakini nasikia kuna tatizo kwenye ulimwengu wa roho. Mama yule akaanza kulia, akakimbia ndani, akakifuata kiboko ambacho mume wake huwa anampigia. Kanisa liko nyumbani. Mume wake ni mtumishi wa Mungu, anasimama madhabahuni, lakini ameweka kiboko ndani cha kupigia mume wake, cha kupigia mke wake. Sasa unaelewa matatizo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ila huyu mtu anakisimama madhabahuni anahubiri amani. Amani gani hiyo? Wewe unahubiri amani huko umeficha upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Manake huyu mtu anahitaji kufunguliwa. Asipofunguliwa anaweza kukaa mbele za Bwana kwa muda mrefu, kufanya maombi anaweza akawa mwana maombi mzuri, akawa mwalimu mzuri wa maneno ya Mungu, lakini yeye hawezi kuyaishi hayo maneno ya Mungu. Ikarabashataraba. Sasa ikabidi tuanze kuongea, kwa nini wewe unatunza kiboko cha kupigia mke wako? Nikani jambo la aibu, kwa sababu yeye mwenyewe hapendi. Lakini tukarudi nyuma, baba yake alikuwa na kiboko. Unajua alikitoaje ndani? Mpaka wajukuu wakaanza kumcheka. Walishazeeka sasa, wajukuu wanamcheka babu yao kwa sababu ametoka kanisani, amewahubiria vizuri, ni mzee wa kanisa, lakini ana viboko vya kupigia mke wake. Sasa kanisani alikuwa anahubiri amani, watoto wakaanza, wajukuu wakaja kumcheka hapo, ikabidi ayatema viboko akayatupa. Akiwa mzee. Ndio kukutana na mama mmoja akawa anasema hivi, yeye asipopigwa na mume wake hawezi kujisikia vizuri. Lazima atahakikisha anafanya jambo mpaka mume ampige. Na anasema mume asipompiga manake hampendi. Uelewe huyu mtu kuna roho inayomsababisha awe hivi. Hawezi akawa tu yuko sawa sawa amejazwa Roho Mtakatifu hapa anatamani kupigwa. Akawa anasema yani kama mimi hataki kunipiga kabisa, naweza nikamwagia hata maji akiwa amekaa, au nikaja nikamtwanga hata kofi mbele za watu atanipiga tu. Akinipiga ndo nalizika sasa, najua hiyo ananipenda.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwenye familia yetu kulikuwa na shida kwenye elimu. Mimi ni wa sita kuzaliwa nyumbani, lakini wale wote walionitangulia unakuta analiongoza darasa, ni wa kwanza mpaka naenda naacha shule. Alafu wale waliokuwa nyuma yake aliokuwa na washinda darasani wenyewe ndo wanaendelea, yeye anaacha. Mimi kanitokea hivyo hivyo. Nimefika kidato cha pili. Baada ya kufika kidato cha pili, nakumbuka tulikuwa tunafanya mtihani wa hesabu. Niliona kama nafunikwa shuka ile, na ushika mtihani nikawa mtihani na ujua wote. Sasa hapa si nitapata 100 hapa. Nikasema sasa ngoja nitulie vizuri ili nianze kufanya mtihani. Nikaona shuka kabisa linafunikwa, shuka chafu kama ni blanketi hivi jeupe chafu, nikafunikwa, ufahamu kaondoka. Na ndo mara ya kwanza kipindi toka darasa la kwanza unakuwa mtu wa kwanza mpaka pale nilipoenda kwenda kuacha shule. Nikawepo hivi naangalia maswali sijui hata moja, nimesahau kila kitu. Nikajaribu kufanya swali la kwanza nikaona nimeshakosea, nikaenda swali la pili, nikaenda swali la tatu, nikakaa tu mpaka msimamizi anakuja na kustua, wewe mbona uandiki? Unastuka, tuko wapi? Nimeshasahau kama niko kwenye mtihani. Ile inabaki nusu saa, msimamizi akaanza kusema hakikisha umeandika namba yako ya mtihani. Lile blanketi nikaliona linaondolewa hilo, ufahamu kalejea. Mtihani na ufahamu lakini ndio umeisha. Kwanza nikapaniki na kupaniki. Sasa pale shuleni walikuwa wametangaziwa walimu hivi, mwanafunzi yeyote akipata heri kwenye somo lako napewa bati 20 mwalimu kama zawadi kwa ajili ya ufundishaji bora. Mwalimu wangu wa hesabu alipoona mtihani alikuja mpaka karibu na mlango, anarukaruka hivi, alikuwa na ujenzi wa nyumba, anajua hapa na bati 20. Aelewi kinachonipata mimi kule. Nilifanya maswali matatu, muda ukaisha. Nikatoka nimeshika mikono kichwani. Mwalimu namkuta pale nje anasema, sasa wewe utafeli wapi? Utakosa swali gani kwenye huu mtihani? Nikamwambia mwalimu, nimefeli vibaya sana. Akasema usinidanganye. Tumemaliza mtihani, akaja akatuita wanafunzi wote, tukaenda shuleni kwenda kufanya masahihisho. Wanafunzi wakawa wanajaribu kama kuna swali likiwashinda wao, ukiingia ubaoni unaweza kuwapa njia hata 3 kwamba unaanza njia hii hapa, unaenda hapa kwenye jibu. Ukiona njia hii ni ngumu, unaweza kuattempt njia hii hapa, unaenda hapa kwenye swali kwenye jibu, au njia hii hapa. Sasa mwalimu anauliza, utakosa swali gani? Namwambia ninapofanya hapa sivyo nilivyofanya kwenye mtihani. Hivi unafikiria kwa nini watu ambao wanajitahidi sana kwenye masomo huwa hawafiki mbali? Mara nyingi utamkuta mtaani ameharibikiwa, anavuta bangi au ameacha shule. Kuna kitu kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Wazazi wao huwa hawafahamu. Wanachojua ni kupiga tu mtoto, anajua kwamba mtoto anacheza. Sikiliza, kuna mambo ya kiroho ambayo hayo mambo yakishamtokea huyo mtoto anakuwa hana hata uwezo wa kufanya chochote. Sasa baada ya kulitokea hilo jambo, tumeenda, matokeo yanakuja kurudi, mtihani ule nimepata 24. Alafu maswali yote nayajua, ila nina 24. Tukaingia form 3, ufahamu haukunirudia. Umekaa namna hii. Zamani alikuwa mwalimu akianza kufundisha unaona kabisa akili inaenda naye mwalimu. Sasa akili haiendi na mwalimu tena, na nikasahau kila kitu. Mbona niliondoka shuleni mwenyewe? Kama ulikuwa una uwezo wa kuwa mtu wa kwanza, hauwezi ukavumilia unaiona 0 hii inakuja. Ni ngumu sana.
Kwanza mwalimu gani atakayekubali kwamba wewe ulikuwa unafaulu darasani alafu feli ghafla? Walimu watakupiga, maana hawatajua mambo ya rohoni huwa yapo. Mzazi hapo kukubalia. Kwa hiyo ilifika kipindi nikakataa kwenda shule. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ni mwalimu, yeye alikuwa anafundisha tuition watu wa kidato cha 5, somo la jiografia. Sasa kipindi hicho niko kidato cha 2, alikuwa anapenda niwemo kwenye darasa ili nimchangamshie darasa lake. Maana wale watu wakizidiwa na mtu wa kidato cha 2 sio wanajisikia vibaya, itabidi wasome kwa juhudi. Sasa kile alichokuwa nakifundisha mimi nilishakisoma na kijua chote. Kwa hiyo akiuliza swali nilishajibu. Sasa anakuwa anajiuliza huyu mtoto wa namna gani? Hata wanapanga hadi kukupiga ili usiende kwenda kuaibisha kule darasani. Nikajaribu kwenda kule kwenye tuition. Mwalimu anakuuliza kila swali unasema sijui. Akasema hivi, umeanza kunifanyia kiburi? Nikamwambia mwalimu, sielewi chochote. Wanafunzi sasa ndio wakanisaidia. Sikiza anasema hivyo hajui chochote. Aha. Nikaamua jambo moja, nikarudi nyumbani. Mzee wangu akajaribu kunirudisha shule, ilishindikana. Nakumbuka siku moja mzee mpaka kalia. Mwalimu anamwambia kwamba kama shida ni pesa, mlete. Mwalimu mkuu amejitolea, mlete aje akae kwangu. Swala sio kukaa kwa mwalimu mkuu. Swala ni je, anaingia kichwani? Sio kama unanielewa. Mzee wangu siku moja nakumbuka alikuwa amekasirika sana, akaniambia chagua moja. Urudi shule au nikupeleke gerezani ukafungwe miaka 30. Nikamwambia tafikiria. Maana kurudi siwezi kama kwamba wewe ulikuwa unapata A karibu masomo yote, alafu unaiona sifuri hii inakuja. Nani wakukubali mambo kama haya? Siku moja nakumbuka nilikuwa nimeitwa kwenda kuombea watoto wa darasa la 7. Shule moja mjini Mwanza ilikuwa inafelisha sana, mpaka mwalimu mkuu akapewa onyo na serikali kwamba ikiendelea kufelishwa hivyo anashushwa kwenye ukuu, anakuwa mwalimu wa kawaida. Kwa hiyo wanafunzi walipokaribia kufanya mtihani akatuita, nilikuwa na rafiki zangu. Nilipofika pale nikahubiri kwa muda mfupi sana. Baadaye nikaanza kusema tu kwamba leo tutavunja roho zinazofanya watoto wafeli. Watoto walianguka na mapepo wote. Kakadondoka na katoto kengine kaka darasa la 5 kanacheza uwanjani. Kumbe ni kachawi kale katoto. Kamefundishwa na mama yake mzazi. Kumbe ndo kanapa waprizia hao watu wasije wakafaulu. Na vile vitoto vilikuwa vitatu. Vingine viwili viko darasa la 4. Vikaletwa vile vitoto vilivyofikishwa mahali hapo. Mkiwaombea hao wakifunguliwa kakiwaangalia wana mapepo yanarudi. Sema okay, inabidi tukaombee hata kwanza. Mambo yako kiroho. Tumemaliza kuliombea lile darasa. Wakaja wakafanya mtihani wiki iliyofuata. Paka serikali kaje kampa zawadi, wanafunzi wakafaulu wote. Kumbe akili wanayo, ila kuna kizuizi kwenye ulimwengu wa roho. Ngoja niwaambie kitu. Kila eneo huwa kuna roho zinazowazuia watu. Kuna maeneo mengine, mfano, ngoja nitolee mifano hii. Tutolee mifano ya hospitali. Kuna hospitali zingine asilimia kubwa ya wajawazito wanaoingia pale wanafanyiwa operation. Wanaanza kufikiri mambo ya kawaida. Sio mambo ya kawaida. Paka watu wanaweza kuwa wanajua ameenda pale yeye atapigwa kisu. Maanake kuna roho hapa. Roho ya mauti inakaa. Inasababisha operation. Akitokea mtu akaomba, jambo hilo likaisha, mambo yanakaa sawa. Mimi baada ya kulitokea hayo nilikaa miaka 3 mtaani. Nikiwa sijui kama nitakuja kusoma tena. Baada ya kuja kuanza kusali, nikawa mtumishi wa Mungu. Ndipo sasa Mungu akaanza kunionyesha maono na natakiwa kurudi shule. Nikajua labda ni shule ya Biblia sio shule ya kawaida, maana na umri umeshaenda. Mungu akafungua milango sasa ndo nikarudi darasani. Na baada ya kuja kurudi darasani nikiwa mtumishi, kwa sababu mbinu nyingi za maombi nazijua. Hata muda wangu wa kusoma haukuwa mkubwa.
Unaweza ukasoma saa moja, yaani umejitahidi sana, unaanza kuombea tu wenzio. Tuko busy na huduma kuliko masomo, lakini yanapokuja kwenye swala la masomo unafanya vizuri sana. Nakumbuka tulipokuwa tukiwa kidato cha 6 tulikuwa tumepewa mpaka na madarasa ya kuombea wenzetu na familia za walimu zinakuja kusali pamoja na sisi, tunawaombea na watu wanatoka kijijini tunawaombea. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya huduma mpaka saa 6 za usiku. Unasikiliza shida ya mtu mmoja mmoja, wewe ni mwanafunzi, mnaitwa na kwenye nyumba za walimu, unaenda kufanya huduma, muda wa kusoma hauna. Sasa kwenye shule ile kulikuwa na watu wa madarasa ya chini, kwa sababu wanajua hivi mhubiri huwa hafanyi vizuri darasani. Tukaja tukafanya mtihani wa moko wa kujiandaa na mtihani wa taifa wa kidato cha 6. Matokeo yalipotoka mpaka na zawadi inatolewa, wanatoa zawadi, sisi hatupo, tuko kwenye huduma. Tunakuja kurudi, wale watu wale wa madarasa ya chini na lile darasa hilo kwa linafuata, walikuwa wanashangilia, wanasema hivi, kumbe wani ni kitu cha kawaida, sisi tutapata wani wote. Kama ndo alikuwa anajitahidi mhubiri huyo ambaye hasomi, yaani kwenye lile darasa ndo yeye huyo mhubiri ndo alikuwa anajitahidi hivi, kumbe wani ni rahisi sana, tutapata wani wote. Angalia kama ni rahisi, ni mje Mungu. Amina. Wakabweteka kwa sababu ya kuangalia namna ya usomaji wa mhubiri. Kumbe mhubiri yeye hahitaji kusoma sana, ni kwa sababu ufahamu wake umefunguliwa. Hakuna chochote, hakuna changamoto ya namna yoyote kwenye ufahamu wake. Kwa hiyo nikisoma nusu saa ninaelewa kila kitu nilichokisoma, nasubiri mtihani, na Mungu akaanza kunifanyia na surprise nyingine. Mtihani unauota kwenye ndoto, unauota na majibu yake. Kwa wale wa madarasa ya chini wakabweteka, wakajua kwamba mitihani ni mirahisi. Kumbe mitihani haikuwa mirahisi, isipokuwa walikuwa wanaangalia mtu ambaye ana uwezo wa kuomba kitu kikatokea. Amen. Shetani alinitesa zamani, sasa nina uwezo wa kumtesa. Sikiliza, ukiwa na Yesu ni raha sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe unakuwa wa kuwaombea wengine ambao wanafungwa ufahamu. Sasa kama na uwezo wa kuwafungua wengine, shetani gani atakayeweza kuja kufunga ufahamu wangu? Haiwezekani, hata kama walale wanawanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka mtihani wa kidato cha 4 tulikuwa tumeenda kijijini kwenda kuombea wagonjwa. Tukajaliwa na watu kule, niko na rafiki yangu yule Pitabonge. Ashafika hapa, mnafikiri nishawahi kumwona. Tumesoma darasa moja hivi. Sasa tukajaliwa na watu, tukaombea watu mpaka saa 9 za usiku. Kesho mtihani wa taifa, sijafua hata nguo. Nakuja kufika pale shuleni saa 2, wenzetu wamepanga mstari kule, wako paredi, sisi ndo tunatafuta. Nauliza, jamani, nani anashata nisaidie? Walijaa pale watu wa madarasa ya chini, wanasema wewe unajua na leo ni tarehe ngapi? Mtumishi, unajua leo tarehe ngapi? Unajua tukio gani linaendelea? Unajua kukelea mambo. Wanasema maskini wa Mungu ajui hata kama leo ni mtihani. Nimeteni shati, wakaanza kuniweka, chagua hili hapa, chagua. Nikachagua zile nguo, maana sijafuata nguo zangu za shule. Nikavaa, namaliza kuoga, najiandaa, wenzangu wamepanga foleni, wanakaguliwa kuingia kwenye mtihani. Tunaingia kwenye mtihani ule wa kwanza. Tumefanya kama masaa mawili. Kuna mwalimu mmoja alikuwa na mdogo wake alikuwa anaosha vyombo, akazimia ghafla, wakambeba wakamweka ndani. Mwalimu yule akaja kumuomba msimamizi kwamba namuomba fulani akanisaidia kuombea mdogo wangu. Wakamzuia, wakamwambia hawezi kutoka kwenye mtihani. Kwa hiyo akawa anakimbia, anaenda anamwangalia mdogo wake, anakimbia anakuja kwenye mtihani, wanamzuia, anakimbia. Ile anakuja kutoka kwenye mtihani hivi, nashikwa mkono kwenda kuombea mtu. Tumemaliza kuombea mtu na kuwaweka sawa, nakuta wenzangu wamepanga foleni, wanaingia kwenye mtihani, wametoka,
wametoka nyumbani kula, imeshafika saa 8. Sasa kwenye mazingira ya namna hiyo, alafu matokeo yanakuja kutoka umefanya vizuri. Amina. Paka na zawadi zinaandaliwa. Na zawadi zinaandaliwa na zenyewe wanagawa zawadi, haupo huko kwenye huduma. Kwa hiyo unaweza kuwa unawachanganya watu, wanajiuliza hivi huyu anasomaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu alichokifanya akanirejeshea ufahamu wangu. Basi. Biblia inasema utarejeshewa ile miaka iliyoliwa na nzige. Amen. Kuna watu hapa leo nitawaombea. Amen. Walitakiwa wawe mbali sana kiuchumi. Amen. Lakini adui amekuwa akipambana nao kuliko kawaida. Wana mipango mingi kuliko kawaida, na kila wakijaribu mipango inafeli. Kuanzia leo tutamuua anayefelisha hiyo mipango. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna kipindi nikawa nakusanya pesa kwa ajili ya kununua mashamba na viwanja. Kila ukikusanya pesa tatizo linatokea. Ikabidi niingie kwenye maombi, nimuulize Mungu kuna shida gani? Bwana akaniambia, kibali cha kumiliki mashamba cha familia yenu kilichukuliwa na familia ya fulani ambao kuna undugu wa mbali. Na wale watu mzee amewasaidia. Manake sikilizeni niwaambie, si kila watu unaowasaidia wewe watakulipa mema. Sasa ndio ufahamu kanijia. Nikaangalia kwenye familia yetu kwa kipindi hicho, watu wanajitahidi kujenga wanashindwa. Anaanzisha jengo linaishia hapo. Alafu familia ile niliyoambiwa, yule mzee watoto wake hata hawakusoma, ila walikuwa na miliki mpaka na magesti. Sasa umepataje hao watu? Kumbe wamechukua kile kibali cha kumiliki ardhi cha nyumbani kwetu, wanatumia wao.